So naambiwa mwanasheria wa Haji Manara na mke wake Zailisa wameamua kumwandikia barua Maimasa, barua ya kudai fidia ya bilioni 1 kwa kuchafuliwa kwa stori za uongo kuwa wameachana wakati bado hawajaachana. So utakumbuka huyu Maimasa ni mwanadada ambaye wiki ya nyuma alikuwa amefanya moja ya interview ambayo alikuwa akiongea kuwa mke wa Manara ambaye ni Zailisa amerudiana na Dula Makabila tangu usiku wa ndoa ya Azizi Ki na Hamisa Mobeto. So mwanadada huyo baada ya kuongea hivyo, so tuliona maneno wakitupiana kati ya Zailisa na huyu mwanadada Maimasa baada ya kufanya interview. So tuliona chat messages zilivuja kwenye mitandao ya kijamii, tuliona page tofauti za umbea zikiposti mbishano huo kati ya Zailisa na huyu mwanadada Maimasa. Lakini unaambiwa baada ya hapo, so issue alikuja kuingilia Manara ambaye ndo mume wa Zailisa. Walibishana sana, na kuna video ambayo nilikuwa nimekuwekea kwenye YouTube channel yangu, unaweza ukafuatilia ukaona mabishano hayo. Lakini pia Manara alidai kuwa hii issue nzima imefika kwenye vyombo vya sheria. Sasa nilichokuletea hapa ni sheria ambayo ilifikishwa na Haji Manara baada ya kuonekana wamechafuliwa kwenye mitandao ya kijamii. So wakili wa Haji Manara kuna barua ameweza kumwandikia huyu mwanadada Maimasa, barua ambayo inahitajika alipe shilingi bilioni 1 za Kitanzania. So barua hiyo imeandikwa Kiingereza ila nitakusomea kwa Kiswahili. So barua hii ni ya tarehe 13 Machi 2025. Barua imeandikwa hivi: Maimasa Jesse, yani barua iende kwa Maimasa bila ubaguzi. Tangazo la kutaka kuomba radhi kwa umma na malipo ya haraka ya kiasi cha shilingi bilioni 1 ikiwa fidia kwa maneno yako ya kuacha dhidi ya Haji Sande Manara almaarufu kama Bugatti. So hivyo balozi wake Beloda Dhalida. So barua iliendelea kuandikwa hivi: mimi Joseph Gideon, wakili wa Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikikaimu na kwa niaba ya Haji Sande Manara almaarufu kama El Bugatti na mke wake kipenzi Zainab Saidi Bakari kwa jina la Zailisa, wote wawili ni wa wilaya ya Kinondoni na Dar es Salaam, wateja kwenye mada iliyonukuliwa hapo juu, nimeagizwa nikuandikie kuhusiana na mahojiano yako ambayo hayakutajwa kwenye vyombo vya habari ulioyafanya na media house kadhaa ikiwemo vyombo vya habari vya My TV vilivyotengeneza na kurusha maneno kwa nia ya kumtambulisha mteja wangu wa pili Zailisa kuwa ni mke asiyefaa tena asiye na msimamo, na kudai kuwa alijihusisha na uzinzi na ndoa ya zinaa na ndoa ya ziada na Dula Makabila tangu siku ya harusi ya Hamisa Mobeto March 20, 2025, siku ya kwanza ya mfungo wa Kiislamu aliporudi nyumbani na kwa mumewe. Pia umemtambulisha mteja wangu wa kwanza Manara kuwa hafai kuwa baba na mume, hivyo kushusha sifa zao kwa makampuni, watu binafsi na umma kwa ujumla ambao wanajishughulisha nao kibiashara. Ninakuandikia kwa maneno yafuatayo kama nitafanya baadaye, kwamba moja, kwamba kupitia mahojiano kadhaa ya vyombo vya habari ambayo umekuwa ukifanya mara kadhaa na hasa ya hivi karibuni kwenye My TV na TV nyingine za mtandaoni, ulitamka maneno ambayo yanaonyesha sura nzuri za wateja wangu wewe kwa uongo na kwa nia mbaya bila uchunguzi wa kutosha, imani ya kweli na sababu yoyote halali, uhalali na upendeleo, na kwa nia ya kuwachafua wateja wangu uliotamka uliosambazwa kwenye akaunti zako za mitandao ya kijamii, iliyosambazwa kashfa za uongo na dharau dhidi ya wateja wangu.
So hiyo ilikuwa moja. Pia mbili, malalamiko yako yenye kauli za kashfa dhidi ya wateja wangu yamesababisha wananchi kwa ujumla kupata fursa ya kutoa maoni yao kuhusu masuala ulioyaibua. Wateja wangu wameathirika kijamii, kiuchumi na kisaikolojia, kwa sababu mbali na kauli za kashfa kutokuwa za kweli, wanashusha uadilifu wao katika jamii, wanateseka na fedhea, chuki, dharau, kejeli na madhara makubwa kwa sifa zao, tabia kutoka kwa umma wenye fikra sahihi na kuepukwa na wanajamii. Kwa hivyo kama wanafanya biashara na chapa, wanaendelea kupoteza biashara na mapato kutoka kwa wateja na makampuni zao kutokana na taarifa kama hizo za kashfa zinazotangazwa kwa nia mbaya. So tatu ipo hivi kwamba wateja wangu wanakudai malipo ya haraka kiasi cha shilingi bilioni 1 na msamaha wa umma kupitia vyombo hivyo vya habari na akaunti za mitandao ya kijamii ulizotumia kuwaharibia sifa ndani ya siku 14 tangu tarehe za kupokea notes hii. Pia kuacha mara moja kuzungumza juu yao zaidi. Kumbuka kwamba barua hii haina ubaguzi na itachukuliwa kuwa ni msamaha kwa masuluhisho mengine ambayo wateja wangu wanaweza kuwa nayo, ikijumuisha lakini sio tu kufungua shauri mahakamani dhidi yako, ambapo utawajibika kwa uharibifu, gharama na matukio mengine. Angalia zaidi kwamba kutozingatia maelekezo yaliyomo ndani muda uliowekwa. Sina njia nyingine yoyote isipokuwa kuanza mchakato wa kisheria kama ilivyobainishwa katika notes hii ya mahitaji bila taarifa zaidi. 6. Tafadhali ongozwa ipasavyo ili kuepuka usumbufu na gharama zisizo za lazima kwako. Nina matumaini yangu kuwa busara itatekeleza kuchukua hatua kwa wakati. So hivyo ndivyo barua ambayo ilikuwa imeandikwa na mmoja ya mawakili wa Haji Sande Manara. So barua hiyo imwendee mwanadada Maimasa kutokana na kile ambacho alikuwa ameongea. So ndo kama hivyo amepigwa faini ya shilingi bilioni 1. So hatujui je atalipa au vipi. So uendelee kuwa karibu na sisi. Hakikisha una subscribe ili wakati mwingine uweze kupata taarifa zetu. Pia tupe mtazamo wako. Una maoni gani juu ya hili? So utashusha comment na mimi ndakuja kupita nayo.